mama, mbona unakuwa na roho mbaya kiasi hicho? Koma wewe. Kwanza naomba toka hapa. Naomba chako chakula nitakuzibua tena sasa hivi. Ganzi nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani utuoni mimi na mwanao. Mali zimekuwa Unajua nilichokuitia hapa? Hapana mama, ndio nakusikiliza. Kuna kazi nataka nikupe unifanyie. Kazi ipi hiyo tena? Usije ukaniangusha kama zile zingine. Nataka uifanye kazi yangu kwa ufasaha. Kazi yangu nataka uniondolewe ubosi wako. Kuua? Ina maana hujanielewa? Nimekwambia nataka unitolee uhai wa huyu bosi wako. Yaani mtoto wangu mimi. Sasa mama, mimi nawezaje kumuua? Utaweza. Nataka uanze kujitongozesha kwake mpaka ingie kwenye mtego. Akisha ingia kwenye mtego kuna dawa nitakupa. Lakini mama, mimi na kaka tunaheshimiana sana. Na ananiona kama mdogo wake. Ninawezaje mimi kujitongozesha mbele kakaangu yule? Hata nichukulieje? Mheshimiane kama kaka na dada. Wewe unamjua uko wake? Umezaliwa naye? Unajua mavi yake ya kwanza yamelala wapi au tovu lake limeenda kufukiwa wapi? Sawa, sijazaliwa naye, lakini mama, unajua kabisa heshima yangu kati yake mimi na yeye. Kwa hiyo kazi unaitaka uitaki? Nahitaji kuendelea na kazi ndio. Basi kama kazi unaitaka, naomba fanya hichi ninachokwambia. Sasa basi. Nenda kukaa sebleni. Nakupa masaa kadhaa uje unipe jibu. Kama iwezekani, natoa wewe uhai wako. Shida yako nini? Shida yangu mzee, nakuomba unisaidie. Nakuja kote huku na imani shida zangu zote zitaisha kwako. Na matatizo makubwa sana katika pesa na katika mahusiano. Mimi na wife wangu imekuwa changamoto sana. Ndio maana nimekuja kwako hili unisaidie mzee wangu. Msaada mimi wa kukupa sina. Lakini msaada wa kukupa ninao kama utakuwa uko makini katika kichwa. Nyota yako kipesa sio mbaya, ila wewe mwenyewe ndio unasababisha iwe mbaya. Jambo la kwanza, lugha chafu ndani ya nyumba huwa zinafukuza malaika kheri kuleta riziki na kipato. Jambo la pili, sio kama pesa hupati, ila una matumizi kuliko pesa yako. Jambo la tatu, sio mkeo kama hakupendi, mnashindana sheria katika uwekezaji. Wewe formula ya kitu kinachoitwa hakiba huna katika kichwa chako. Ponda mali kufa kwaja, maana yake mali imekwisha na ungali hai. Unaishije? Kukwambia muache yule mwanamke itakuwa ni vizuri sana, lakini sio dawa, kwa sababu hata utakampata bado matumizi yako yatakuwa ni vile vile. Kukaona yule mwanamke kukwambia kaa naye ni sawa, lakini sasa je, uko tayari kufuata yale ambayo mkeo anayoyataka? Tambua wazi miongozo anayokupa mkeo sio kama anakuonea. Leo kwenye nyumba kupanga, sasa maisha yale mzee yashamshinda. Hata kama uko katika nyumba yako mwenyewe, matumizi ya pesa bila misimamo ni ulafi. Kwa sababu ukao ukijua, japokuwa yule mwanamke ndio ana mdomo sana,
anaongea sana, lakini katika mazungumzo yake madhumuni yake ni kwamba ataka muishi maisha ya kifahari. Hilo unashindwa kumtambua. Na hata huyo alomleta nyumbani ana nyota kubwa sana na ni mzuri sana, ninye kufana salama ya kukunufaisha wewe na jamaa zako, lakini unashindwa kuitumia. Hasa mzee wangu, wakati ndo wapo umekuja. Eti umechelewa kitu gani ili jambo likafanya uwepesi zaidi na mimi pia nikafanikiwa nikapata pesa? Ninayokuelekeza ndio dawa yako na ndio tiba yako. Badilika ili kuifuta hiyo ganzi katika akili yako na mwili wako. Hakikisha unadunduliza senti zako au unajiwekea hakiba pesa unayoipata. Punguza starehe zisizokuwa za lazima na matumizi yasiyokuwa na maana. Utaona hatima yake. Je, ganzi bado itaendelea kukuvaa au itakuwa ina ganzi vitu vile tofauti? Umeelewa vizuri? Nimekuelewa. Kalifanyie kazi hilo. Haya, sawa. Babu, chukua fungo yako nimesahau. Na maana hii damu yangu? Au ni muujiza gani ambao ulijitokeza? Kwa hakika imenishangaza sana. Hakuna yeyote mwenye nguvu ya kuweza kubeba hii fimbo ambayo mimi ninayoitumia katika shughuli zangu. Au maombi ya jadi yamemkubali vya kutosha? Nitaendelea kumchunguza nijue, lakini moja kwa moja inaashiria hii ni damu yangu, pasi na shaka. Moyo wangu umekufa ganzi, akili yangu imekufa ganzi, taratibu nashindwa. Mary. Abe. Nimekuita hapa nakumbushia kuhusu lile jambo langu. Umefikia wapi? Imekuwa ngumu kwako, basi na mimi kwangu imekuwa laini, kwamba nachotaka wewe uondoke. Kuna mwenzio yuko njiani anakuja, mwenye akili zake timamu, anajua nini maana ya kazi na nini maana ya kumsikiliza bosi. Wewe umeshindwa. Wewe acha tu kibarua chako kiote majani au kiote nyasi, kabebe begi lako urudi kwenu Mbwinde. Jasmine Mikope, manyanyaso yamekithiri, wivu wa mapenzi, tamaa ya mali inamfanya. Kumbe upo? Nipo, inapo nimechoka sana. Unaonekana umechoka, pole. Asante. Unajua huko nilikotoka kijijiko wanaisha tu wawili tu, babu na mjukuu wake. Watu wawili tu? Hiyo hatari kweli kweli. Yaani babu na mjukuu. Ni hatari kweli. Ni yule mzee anajua, anaweza. Ni hatari. Kijiji gani hicho? Kinaitwa Mbala. Kijiji cha Mbala? Kaka, kwani sasa kuniambia kama unaenda kijiji cha Mbala? Unajua ile siku ulipata nafasi nzuri sana ya kutoka mimi na wewe hili kuangalia mambo yako, lakini haiwezi kurudia tena. Hiyo ni ngumu sana. Yaani light kama ningejua unaenda huko pale pale, mguu mosi mguu pili, tungeongozana. Natamani sana kukifahamu hicho kijiji. Kwani siku nyingine tuwezi kwenda wote kaka? Hiyo itakuwa ngumu.
kile kijiji hauwezi kwenda hadi ipite miezi mitatu, na kile kijiji hauendi hivi hivi. Masharti yake ni magumu sana, na sijui kama kweli utayaweza. Ngoja kwanza, kwani huyo mtoto huyo uliosema anaishi na babu yake ni jinsia gani? Ni cha kike. Naona mnapongezana sasa. Kwa mlioyafanya jana huko mmerudi wenye hapo wepesi. Saizi mnapongezana. Una haya mwanaume wewe usiojua vibaya. Mke wangu, hata salamu hauna, hata kusema mume wangu umerudi salama. Kwa salamu gani unaoitaka? Haya za saizi Sio salama. Dada, hivi kwa nini muda mwingine panapokucha jogoo likishawika usipende sana kuanzisha siku kwa kelele? Kuna vitu vingine unavifunga, hasa katika upande wa riziki. Ukiamka pendelea sana kuikaribisha amani. Unazungumzia amani? Amani gani unaizungumzia wewe? Yaani mume wangu hajalala ndani usiku kucha na kumbatia mito, wewe mwenyewe hujalala ndani, umerudi asubuhi hii, alafu mmerudi wote. Unaniambia mimi niwe na amani? Wewe unaijua amani wewe? Ingekuwa wewe kuweza, au unaniona mimi zuzu? Yaani mwanamke, yaani nikija hapa nyumbani kilo, yaani ndio maana mimi naamua kwenda kazini na lala huko kwa ajili nikija hapa nyumbani makele mengi. Mwanamke unagubu. Nipunguze gubu Yaani wewe umenitoa mimi katikati ya Kigoma, umenipenda, umenioa, umeniweka humu ndani kwako. Ungekuwa unataka mwanamke mstaarabu asiokuwa na gubu, ungeenda kuoa msikitini. Alafu mnajifanya mna kazi ya kukesha, mke wangu. Huyu mwingine mna kazi ya usiku. Kumbe mna mambo yenu ambayo mnayafanya, si ndio? Hivi nyiwa Makonde mna tabia gani za ovyo ovyo? Umalaya mmeuweka mbele. Yaani makabila mengine ya ajabu haya. Najuta kwa nini nimeolewa na wewe. Dada, hebu muone mumeo. Muda mwingine muone huruma. Mtu mwenyewe anaonekana ana msongo wa mawazo kichwani. Jaribu basi mara moja kuwa pumziko lake na umtolee kauli njema. Basi, inatosha. Inatosha. Alafu na wewe, tabia ya kuniita dada, kunizeesha mimi sitaki. Mimi ndo kwanza kitoto cha 2005. Dada, mwili lote umelibeba unitemii dada inahusu. Samahani, usinivae vae. Michezo ya kudanga, ushawishi na club, pombe kali, pili Msomali kujiuza, kutapeli, umbea, muulize Dodo Suzi. Mbona hisi ndio unakuja kwangu? Nilikuwa nakuja kwako sasa hivi. Haina haja kakaangu, nipe kabisa yule niende zangu hospitali. Nisikilize mdogo wangu. Sio kama mimi sihitaji kukupatia hiyo pesa. Napambana nusu kufa, nahangaika katika madili ambayo hayafai mdogo wangu, kwa sababu tu ya kumtibu bi mkubwa. Na akili yangu yote inawaza kwa sababu ya wewe na bi mkubwa muda wote. Sio kama mimi sihitaji kukupatia hiyo pesa mdogo wangu. Naomba univumilie siku moja tu kutokana na siku moja hali. Unataka tena nikuongezee tena siku moja mbele. Mama kule anaumwa. Ametolewa hadi kule wapi kwa ICU, kaja kaleta huku kwenye vyumba vya kawaida. Hawezi kutibiwa mpaka pesa. Ali, hivi kweli nimekupa wiki ngapi? Ndio kule mama afya, lakini mbona unakuwa hivyo? Mwanaume mzima unashindwa kupata 500,000? Fanya kazi Ali. Sisi tunakutegemea. Mama kule jamani anaumwa. Mbona unakuwa hivyo? Ndio kazi unayojua. Ukasebleni kushangaa TV. Lakini mama, mimi naona umenizimia TV bila kosa lolote. Maana kama ni usafi nishafanya.
nikamaliza. Nimefanya kazi zote, kama ni vyombo nimefua kila kitu. Ingawa nilipoingia kwenye friji ili nipike, sikukuta chochote. Aliyakuwa jana kaka amemea vitu vyote ameleta na vilikuwa vimejaa kwenye friji. Ndio nilikuwa nimekusubiri nikuulize tunapika nini. Maana toka asubuhi mpaka sasa pia sijala. Tumbo linauma njaa. Pika mawe. Alafu unavyosema kaka katoka kuemea, yule mtoto wako aliotoka kuemea, una ndugu naye? Wewe sikija kazi tu hapa ndani. Kija kazi mwenyewe, hata kazi ukipewa utaki kuifanya. Unajifanyia wewe mtu wa Mungu kila saa, kumbe mnafiki wewe. Lakini mama, mimi ukuniagiza kazi yoyote huko ndani nikashindwa kufanya. Sijajua sasa ni nini. Hiyo nyingine leo kupa, mbona umeshindwa kuifanya? Kama kweli unataka kazi. Kwa mama, vipi kuhusu kula? Tunafunga leo. Unawaza kula tu. Lakini kutenda kazi kwanza niisha kwambia uondoke. Sielewi mpaka sasa hivi unasubiria nini? Tazame kwanza. Kazi yangu nimekupa mpaka leo, bado hujanipa mrejesho. Nahitaji kazi kamilike haraka sana, kwani nahitaji kumpata mtoto kwa wakati. Okay. Bobo. Hivyo una nini wewe mtoto? Yaani muda wote unapenda kula tu. Jamani, ukipewa kazi za kufanya utaki. Hapa kwa babako. Shenzi wewe. Lakini mama, kula ni ibada. We koma wewe. Sasa kama kula ni ibada, basi na njaa nao ni swala. Kama ulikuwa ulijui. Tena una taa aibu. Eti kula mama ni ibada. Kula ibada kwa babako na mamako kijijini ulikotokea huko. Sio hapa kwangu mimi. Lakini mama, samani. Naomba nisamee. Ila naomba niache chakula, mimi tumbo linauma njaa mama. Kwa kwamba una njaa, tumbo linakuuma. Mimi daktari wako. Nesi wako mimi wakukutibu. Liwe lina vidonda, liwe tumbo la chango, liwe tumbo la uzazi, mimi alinihusu. Mbona kila ninachokutuma na kikataa? Kwa nini chakula changu mimi ni bora kuliko kazi yangu nao kutuma? Unajielewa wewe? Wewe mbona mtoto bogasi sana wewe? Una shida gani wewe? Lakini mama, mbona unakuwa na lomba ya kiasi hicho? Koma wewe. Moyo wangu umekufa ganzi. Akili yangu imekufa ganzi. Taratibu nashindwa kabisa, kweli ya leo sio ya jana. Msemo wasemao hivi ni kweli, leo nipo peke yangu.